Kabla ya kuingia kwenye sura, kwa muhtasari, sura Fussilat iko kama ifuatavyo. Hadhihi suratu al-karimatu makiyya. Sura hii tukufu ni sura ya Maka. Tunafahamu kwamba mtume alifanya kazi yake kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ya miaka 13 alifanya da'wa pale Maka, na miaka 10 akamalizia Madina. Kwa hiyo na Qur'ani huwa inaambiwa kuna sura zilizoteremshwa Maka za awamu ya kwanza, na kuna sura zinazoitwa Madaniya ziliteremka Madina katika awamu yake ya pili. Kwa hiyo hii ni sura ya Maka. Wa hiya tatanawalu jawanib al-aqidati al-islamiyya. Sura hii inaongelea upande wa aqida ya Uislamu. Nini Waislamu wanaitakidi na kipi mtume alitaka awaitakidishe watu wa Maka. Mambo ya msingi kwa sura zilizoteremka Maka zilikuwa zinazungumzia aqida. Moja, alwahdaniyatu. Walikuwa wanaambiwa washirikina wenye miungu mingi, Mola anayestahiki kuabudiwa ni mmoja tu. Pili, ar-risalatu. Walilinganiwa watu wa Maka kwamba Allah ana utaratibu tangu zamani, kwenye kila zama huteua binadamu mmoja akampa ujumbe wake ufikishwe kwa watu, na hili nalo washirikina walikuwa wanalikataa. Mungu amteue mtu kama sisi awe mtume wake, si kweli. Tatu, katika mambo tunayoitakidi al-ba'th, na hili nalo washirikina walikuwa wanalipinga kwamba mtu akishakufa anapatikanwaje tena. Lakini Uislamu uliwataka watu waitakidi kwamba maisha yetu tulionayo sasa sio mwisho wa safari, kuna maisha baada ya haya. Kwa hiyo wanaokufa watafufuliwa. Waljazaa, na baada ya kufufuliwa kuna malipo. Kile ambacho kwenye maisha yetu ya sasa tunafanya kinahifadhiwa, na baada ya kurejea kwa Mola wetu mlezi atakwenda kutulipa. Wa hiya al-ahdafu al-asasiyati li sa'iri suwari al-makkiyya. Haya yalikuwa ndiyo malengo ya msingi ya sura zilizoteremka Maka. Walikuwa wanaaminishwa watu vitu wasivyoviamini kwa hoja na dalili. Allati tahtamu bi arkani al-iman. Mambo haya ni muhimu katika zile nguzo za imani. Haya ni mambo wajibu kwetu kuyaamini yote. Ibtadaat suratul karima bil hadithi anil Qur'an. Sura yetu hii tukufu mwanzo wake imeanza kusimulia habari ya Qur'ani. Al-munazzal min 'indi ar-rahmani. Qur'ani ni maneno yaliyoteremka kutoka kwa Allah mwingi wa rehema. Bil hujajil wadhiha wal barahin as-sati'a. Qur'ani imekuja kwa hoja za wazi na dalili zinazokinaisha akili. Adallati ala sidqi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Hoja hizi na dalili hizi ni dalili tosha ya kuonyesha ukweli wa utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fahuwa almu'jizatu daimatu alkhalidatu linnabiy alkarim. Qur'ani ni muujiza mkubwa tena wa kudumu katika miujiza ya mtume wetu huyu mtukufu. Watahaddathat as-suratu an amri al-wahyi war-risala. Alafu pia sura hii imesimulia habari za wahi ambao ndio hiyo Qur'ani, war-risala na utume, ambaye Allah ana utaratibu wa kuteua katika viumbe wake mtu anayempa ujumbe wake au fikishe kwa watu wake. Faqarrarat haqiqata rasuli. Sura hii imekariri uhakika wa mjumbe huyu ambaye watu wanamkanusha, wa annahu basharun khassahu Allahu ta'ala bilwahi. Ni kweli mtume wenu huyu ni binadamu kama nyinyi, lakini Allah amempa specialization
ya kuwa yeye kamteua kumpa wahai wake. Wa akramahu bin nubuwa, na Allah amemkirimu kiumbe wake huyu kwa kumpa utume, na yeye sio wa kwanza. Wakhtarahu min baini sairil khalqi liyakuna da'iyan ila Allah, na Allah amemteua Muhammad miongoni mwa wengi katika waliopo kwa zama zake. Yeye ndiye aliyemteua awe ni mlinganiaji, awalinganie wenzake kwenye muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Murshidan ila dinihi almustaqimi, ameteuliwa mtume huyu kuja kuwaelekeza watu namna ya mwenendo ulionyooka wa maisha anaouridhia Allah muumba. Thumma intaqalat as-suratu lilhadithi an mashhadi al-khalqi al-awwali lilhaya, halafu sura ikaelekea kwenye maudhui ya kutotaka tuone lile katika ambalo Allah alianza kuliumba kwenye ulimwengu wake huu ambao sisi tunaishi ndani yake. Na kitu ambacho Allah amesimulia mwanzo, khalqu samawati wal ardi, kaumba mbingu na vilivyoko mbinguni, akaiumba na ardhi na vilivyopo ardhini, wakati kabla ya hapo havikuwepo kabisa. Bidhalika shakli daqiqi almuhkami, ameumba ulimwengu huu ukijumuisha mbingu na ardhi kwa shakli ambayo ni sahihi kabisa, iliyofanyika kitaalamu. Alladhi yalfatu an-nadhiri al-mu'ridina an ayati Allah, muundo wa aya na jinsi zilivyoelezea zipo katika uwezo mkubwa wa kuivuta akili ya mtu na macho ya mtazamaji aone kwa hoja na dalili hizi zilizotolewa kuna uthibitisho wa kweli wa haya ambayo yanasimuliwa. Linadhari wa tafakuri wa tadabburi, anatakiwa mtu aangalie kwa macho yake, uangaliaji wa kutumia akili na mazingatio. Lakini dhulumatul kufri vinaongea lugha ya uhalisia wa kuonyesha kwamba una mwenyewe yupo Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mkubwa, aliyetengeneza na anayemiliki vitu hivi. Shahidun biwahdaniyatihi jalla wa ala, ulimwengu na vilivyomo ndani yake vinatupa ushahidi wa kwamba Mungu anayemanage mazingira haya ni mmoja peke yake. Wangelikuwa zaidi ya mmoja tusingeona utulivu kama ulivyo. Wa aradati suratu litadhkiri bimasari almukadhibin, halafu aya za sura hii zimetukumbusha, zimetusimulia jinsi wanavyokataa hawa wakadhibishaji ambao ni makafiri. Wa darabat ala dhalika al-amthila, na aya za sura hii zimepiga mifano biaqwal umami, mifano ya zile umma zilizokuwa na nguvu zaidi kwenye ulimwengu huu, zilizotajikana sana kwa nguvu, maendeleo. Wa ataha, na umma zilizokuwa jeuri kuliko watu wa Maka zikawekwa kwenye sura hii iwe ni mfano kwa watu wa Maka. Qaumu Adin, ambazo umma zenyewe ni watu wa Ad, alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa. Watu wa Adi kwa sababu ya ubabe wao walifikia hatua wakasema kumwambia mtume wao Nabii Hud alayhi salam, wewe unatutishia adhabu, unafikiri nani mwenye nguvu kuliko sisi? Walijiona wana nguvu na hakuna yoyote kwenye ulimwengu huu anayewaweza, kwa jinsi walivyokuwa wabaya wababe. Wa dhakarat ma halla bihim, halafu aya za sura hii zimetutajia lililowafika. Pamoja na kwamba walijiona wababe, aya za sura hii zimetutajia lililowafika. Wa bithamuda, pamoja na Adi pia tumetajiwa mfano wa Thamud. Minad damari ash-shamil, Adi na Thamud ni mataifa ya watu wababe, lakini Allah aliwapa maangamizo ya jumla jamala
wakateketea wote pamoja na nguvu zao. Walhalaki almubin, na walipata maangamizo ya wazi, hakuna anayepinga zoezi hilo. Hata watu wa Maka wenyewe wanashuhudia, kwa sababu walikuwa katika safari zao wanapita kwenye maeneo yenye athari ya miji ya mataifa hayo makubwa. Hina tamadau fi tughyani wa kadhabu birusulillahi, waliangamizwa Adi na Thamud pale walipopindukia mpaka katika jeuri na wakawakadhibisha mitume wa Allah waliotumwa kwao. Wa baada alhadithi anil mujrimin, na baada ya kusimulia taarifa za waliokosea, yati alhadithu anil mu'minin almuttaqin, aya zikaja na mazungumzo yanayowahusu waumini wa cha Mungu, alladhina istaqamu ala shari'ati llahi wa dinihi. Waumini wa cha Mungu ni wale waliokuwa wana msimamo, wameishi chini ya sharia ya Allah na dini yake. Allah atuwezeshe na sisi tuishi hivyo. Fa akramahumullahu, waumini wa cha Mungu Allah amewakirimu bil amni wal amani fi daril jinani. Amewakirimu bimaana ni suala ndivyo lilivyo, ijapokuwa sasa hivi halijatendeka. Amewakirimu Allah waumini wa cha Mungu maisha ya amani na utulivu ya kudumu milele kwenye maisha ya peponi, ma'an nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin. Waumini wa cha Mungu wataishi kwenye maisha ya peponi milele pamoja na manabii na waliokuwa wameshika njia ya Allah kwa ukweli, mashahidi waliokufa kwa ajili ya kuitetea dini, na watu wema waliokuwa kuishi kwao duniani ni manufaa kwa umma, kwa watu wenzao. Thumma tahaddathati sura, alafu sura ikasimulia anil ayati alkauniyya, kuhusiana na zile ishara za kimaumbile za ulimwengu, almarudatu lilanzari. Kuna ishara za kimaumbile Allah ameweka katika alivyoviumba kwa wale watu wenye akili wanaotazama na wakazingatia, kawawekea ishara za kimaumbile kwenye ulimwengu huu. Fi hadha alkauni alfasihi, katika ulimwengu huu mpana, azakhiri bilhikami walajaib. Ishara hizo zilizosheheni ulimwenguni zimewekwa kihikma, kitaalamu, na kwa kweli kwa kiumbe anayezingatia kwake ataona ni maajabu. Alivyoviumba muumba kwa kiumbe ni maajabu. Wa mawqiful mulhidina biayati llahi, pia aya zikaendelea kututajia nafasi ya wale wanaopinga aya za Allah, almutaamina an kulli tilka alayati adh-dhahira, wanaojifanya vipofu kuwa aya zote za kimaumbile zilizopo wao wanajifanya vipofu, hawazioni. Aya zikatusimulia habari za watu hao. Wa khutimati sura, na mwishowe ikamaliziwa sura hii biwa'dillahi lilbashariya. Allah ameweka ahadi yake njema kwa ubinadamu, kwa wale watu ambao wametimia kwenye utu, bi an yutali'uhum ala ba'd asrari hadha alkauni. Ametuambia Allah wanapinga watu kila anachowaambia kwa zama zile Qur'ani inashuka, lakini kasema atawaonyesha physically, atawaonyesha baadhi ya siri za kimaumbile kwenye ulimwengu huu, fi akhiri zamani, katika zama za mwisho hizi tulizo sisi sasa. Kuna mambo yanafanyika sasa kwa ulimwengu wa sasa ni kawaida, lakini wakati Qur'ani inashuka, wakati mtume yuhai, watu wa zama zile walikuwa wanayaona uongo. Kila wakiambiwa wanasema tena huyu kazidi, uongo wake uko wazi. Lakini Allah kasema nitawaonyesha hawa wanaokufuru, nitawaonyesha ishara zangu kwenye anga za juu na kwenye nafsi zao, mpaka wenyewe watadhihirisha kwamba haya yanayosemwa humu ni kweli. Kwa hiyo amesema atawaonyesha makafiri katika ulimwengu wake huu ishara ambazo wenyewe watakiri walioambiwa kwenye Qur'ani yote ni kweli. Liyastadillu ala sidqi ma akhbara anhu al-Qur'an,
Atawaonyesha Allah ishara za kimaumbile ili kwa watu iwe ni dalili ya kuwasaidia kuthibitisha ukweli wa yale yaliyozungumzwa na Qur'an. Kama Allah alivyosema, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Nitawaonyesha watu ishara zangu kuanzia kwenye outer space mpaka kwenye nafsi zao wao wenyewe binadamu, mpaka waelewe, iwabainikie kwamba Qur'ani inaongea ukweli, hamna la uongo hata moja. Awalam yakfi bi rabbika, kwani hatoshi Mola wako, annahu ala kulli shay'in shahid, kwamba yeye ni shahidi juu ya kila kitu. Kwa hiyo anaambiwa mtume, wacha wakupinge, lakini Mola wako ni shahidi. Yeye ndo anashuhudia kakutuma, na yeye ndiye anayeshuhudia usahihi wa kila alichokuelezea, hata kama watu kwa akili zao hawawezi kukifahamu kwa sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma sura hii kwa kutanguliza jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hamim. Aya yetu ya kwanza ya sura hii imeanza kwa hizo herufi za mkato. Hamim. Alhurufu almuqatta'a, hizi ni zile harufu muqatta'a. Kazi yake litanbihi ala i'jazi alqur'ani. Allah huzitumia hizi kuwaonyesha watu miujiza ya Qur'ani. Anamaanisha kwa watu wenye lugha yao ya Kiarabu, na yeye huambia, nimetumia herufi hizi za alfabeti yenu ya lugha ya Kiarabu kuandika kitabu changu, lakini nyinyi hamtoweza kuleta kitabu kama hichi. Herufi hizi za lugha yenu mmezizoea, mnazitumia, lakini mimi nimezitumia hizo kwa namna ambayo nyinyi hamuwezi kuniiga. Ndo maana yake. Ndo anasema Sheikh hapa, alhurufu almuqatta'a litanbihi ala ijazi alqur'ani. Hizi zikitumika zinawasaidia wenye akili kujua miujiza ya Qur'ani. Ni kitabu kilichokuja kwa lugha maarufu, lugha yao watu wanaielewa, lakini hawawezi kuleta maneno mfano wa maneno haya. Aya pili inasema tanzilu minar rahmanir rahim. Kitabu hiki ni uteremsho, ni ufunuo kutoka kwa Mola mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ai, maana yake, hadha alquranul majidu, Qur'ani hii tukufu, munazzalu minar rahmanir rahim, imeteremshwa kutoka kwa Rahmani Rahim. Ni majina mawili miongoni mwa majina ya Allah yanayoambatana na sifa zake, Ar-Rahmanur Rahim. Tukitafsiri kwa Kiswahili huambiwa Ar-Rahmanu, Mola mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, na Ar-Rahim ni Mola mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Au tafsiriwa pia Ar-Rahmanu, mwingi wa rehema, Ar-Rahim, mwenye kurehemu. Tofauti yake yote, asili yake ni moja. Maneno yote mawili haya yanatokana na neno Ar-Rahma, lakini sigha kisarfa, Ar-Rahmanu maana yake hii ni sigha inayoonyesha ule ufanyaji wake kazi unaenea kila pahala kwa kila anayehusika. Rehema hizi kwenye sigha hii Allah huwa anazitumia kwa viumbe wake wanaomkubali na wanaomkataa, walioamini na wanaokufuru. Kwa hiyo sasa hivi hapa duniani Allah anatumia